Mchezaji wa timu ya taifa ya Taifa Stars Mbwana Ali Samata ambaye ameitumikia takriban miaka 15 nchi yake, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, Mbwana Samata amedhibitisha kustaafu kwa soka katika timu ya taifa, huku akiacha shukrani, nidhamu, heshima, hekima na namna bidii ambavyo inaweza kuleta matokeo chanya katika kipaji cha mtu. Na utakumbuka zaidi baada ya mchezaji mkongwe wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Mbwana Ali Samata kutangaza kustaafu kucheza mpira timu ya taifa, kumekuwa na maoni mengi, wengi wakiona ni wakati sahihi na wengine wakiona bado anahitajika mpaka AFCON 2027, huku wengi wao wakimuomba zaidi abaki na wengi wao wakimuomba zaidi kweli akapumzike. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vimezidi kuibua hisia ni namna ambavyo watu mashuhuri na maarufu zaidi Tanzania walivyomtagi na kumuomba kuwa anapaswa kubaki kidogo, wengi wao wakitamani aendelee kuwepo mpaka pale ambapo Tanzania nayo itaweza kumjengea sanamu. Utakumbuka zaidi Mbwana Ali Samata amefanya makubwa katika kipindi chote ambacho alikuwa katika timu ya Taifa Stars, huku wengi wao wakionyesha namna ambavyo alikuwa ni mtu wa maana, mtu poa sana, na wengi wakishukuru, wengi ikiwa ni ndoto yao, wengi wakitimiza ndoto yao kupitia Mbwana Ali Samata. Utakumbuka zaidi alikuwa role models wa watu wengi, na wengi wao wakizidi kumsifu na kumshukuru kwa kila alichokionyesha kwao, na wengine kupitia kwake kwa watu wakubwa. Mbwana Ali Samata ameonyesha nia thabiti ya kustaafu soka katika mji wa Tanzania, katika jiji la Dar es Salaam, huku akiacha nukuu nzuri na yenye hadhi, na mnukuu akisema, habari, baada ya kutafakari kwa kina, inatangaza rasmi kustaafu kuitumikia timu yangu ya taifa Tanzania Taifa Stars kuanzia leo. Ulikuwa wakati mzuri wa kipekee katika maisha yangu kuwa mchezaji wa timu ya taifa kwa takriban miaka 15, na najisikia fahari kusema nashukuru kwa nafasi hii. Miaka 10 ya kuwaongoza wachezaji wenzangu kama nahodha wa Taifa Stars imekuwa yenye alama kubwa katika maisha yangu, ikiwemo kufuzu fainali za AFCON mara 3 na kutimiza ndoto yangu ya muda mrefu ya kuweka historia kuingia hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza. Naamini huu ni wakati wa vipaji vipya vipewe nafasi ya kutufikisha kwenye hatua za juu zaidi. Ilikuwa safari njema iliyojaa nyakati zisizosahaulika na yenye hisia mchanganyiko. Naishukuru sana shirikisho la mpira wa miguu TFF kwa kuhakikisha timu ya taifa ya Tanzania inakuwa tamanio na ndoto ya kila mchezaji. Shukrani za kipekee pia ziende kwa familia yangu, wachezaji wenzangu, rafiki zangu, wadau wa Taifa Stars na Watanzania wenzangu kwa kunionyesha upendo na kuinua mkono timu hii katika nyakati zote za furaha na huzuni. Nikijivunia Utanzania wangu, na ahidi kuendelea kutoa mchango wangu kwa timu ya taifa katika maeneo mengine yaliyo ndani ya uwezo na uzoefu wangu. Asante. Ni namna ambavyo ameweza kuhitimisha na kuonesha namna ambavyo ameweza kuvifanya, na utakumbuka zaidi watu mashuhuri akiwemo msemaji wa timu ya Tanzania Dar es Salaam Africans alikamwe akisema kuwa lala ukiamka kunywa chai alafu ufute hii captain. Taifa linahitaji icon yake kwenye AFCON yetu ya kihistoria mwakani. Tutagana uwanjani na sio Instagram. Namna ambavyo ameweza kuweka, lakini vile vile yupo Faisal ambaye naye amesema asante sana captain, akaweka alama ya kushukuru na emoji ya huzuni. Lakini vile vile Sofa, naibu waziri wa habari, tamaduni, sanaa Mwana FA, naye ameweza kuja kwenye ukurasa na kusema hivi: captain, asante kwa kila kitu, asante sana, hudaiwi na mtu. Tuna ombi moja tu, watu wa mpira, hatuwezi shiriki AFCON itakayopigwa nyumbani. Akauliza pamoja ukiwa dimbani, alafu tukujengee mnara wako mkubwa, tuache upumzike tafadhali. Na again, asante sana captain. Yes, ni namna ambavyo watu mashuhuri wengi wao wakizidi kuonesha kila ambacho kinaendelea, wengi wao wakizidi kumpongeza, wengi wao wakizidi kumwomba abaki mpaka AFCON 2027. Lakini Simon Epigod Msova naye amesema kuwa captain, sina mengi ya kusema kwako, wewe ni mtu na nusu, umekuwa kiongozi bora sana na ni mfano wa kuigwa. Akaweka bendera ya Tanzania, legend, more blessing you to you, then akaweka emoji ya mpira na kushukuru, then akamtagi. Ni namna ambavyo watu wanazidi kuoneza na kuonesha kila ambacho kinaendelea katika nguli huyo wa soka la kulipwa
nje ya Tanzania. Yes, maoni gani ni yapi ulionayo kwa hiki ambacho kinaendelea kwa Bwana Ali Samata? Unatamani aendelee kubaki au mpaka AFCON 2027 ndo aweze kustaafu, au astaafu sasa hivi kama ilivyo kwa wadau, kama wadau ambavyo wanazidi kusisitiza? Na utakumbuka zaidi Bwana Ali Samata amekuwa mfano bora wa kuigwa zaidi katika jamii, huku wengi wao wakijichukulia kama ndoto yao kuwa kama Bwana Ali Samata, na ameweka rekodi mbalimbali kuwa miongoni mwa mchezaji namba 1 kuwahi kutokea katika taifa la Tanzania kucheza katika timu za nje, huku akicheza katika vilabu vikubwa zaidi duniani ikiwemo Aston Villa, na kuweka rekodi mbalimbali kwa kucheza na kuifunga Liverpool goli 1-2, kipindi hicho ambapo alifanya vyema zaidi, na mpaka sasa anaendelea kuwa miongoni mwa wachezaji wenye ushawishi mkubwa zaidi barani Afrika. Utakumbuka zaidi mwaka 2015 alitoa taji kwa maana ya tuzo ya mchezaji bora wa Afrika wanaocheza timu ya ndani, na kipindi hicho alikuwa TP Mazembe, ambavyo alionyesha uwezo wake mkubwa alivyokuwa uwanjani. Yes, maoni gani ulionayo kwa hiki ambacho kinaendelea kwa Bwana Ali Samata? Hii ni Maili Media TZ, tunahakikisha kuwa tunakuhabarisha kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa msingi, make sure kama una comment, una share na subscribe, utazidi kuwa kwanza kupata stories zetu kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.